Bwana, mambo vipi? Sasa leo nimekuletea njia 5 za kuepuka matumizi ya pesa yasiyo ya lazima. Wengi tumeingia kwenye mtego wa kuwa na matumizi mengi ambayo hayana tija yoyote. Sasa hizi ni njia 5 ambazo ukizifuata utatoka kwenye mtego huo na kujihakikishia nidhamu nzuri ya fedha au za kipato chako. Njia namba 1, acha kutembea na kiasi kikubwa cha pesa usichokuwa na matumizi nacho. Imekuwa ni kawaida kutembea na kiasi kikubwa kwenye wallet au kwenye akaunti za benki, tukiamini kwamba ni pesa ambayo mara nyingi imezoeleka kama kilinda account au kilinda mfuko. Tunasema ni pesa ambayo unakuwa nayo tu, hauna matumizi nayo, haujapanga kufanya chochote, lakini unakuwa nayo tu kwenye wallet au kwenye account. Nikwambie kitu kimoja kwamba ukiwa na pesa ya aina hiyo hauwezi kuepuka kununua kitu ambacho ulikuwa haukihitaji, kwani kuna muda utafanya manunuzi ya hisia kwamba kitu fulani kwa vile umekiona ni kizuri utaamua tu kinunue kwa sababu una pesa mfukoni. Kuna kitu kitapita, kitatangazwa, utaamua kununua kwa sababu una pesa mfukoni. Kumbe usingekuwa na pesa hiyo mfukoni usingeweza kununua kitu hicho, kwani hauna uhitaji nacho. Njia ya pili, panga bajeti ya matumizi. Ukiwa unaishi bila budget, bila mtiririko wa matumizi ambayo umepanga kuyafanya kwa pesa yako ulioipata, inaweza kuwa bajeti ya mwezi au ya wiki au ya siku. Kwa siku umepanga kununua nini na nini. Kwa wiki umepanga kununua kitu gani. Kwa mwezi umepanga kutumia vipi hela yako ambayo umeipata. Sasa bajeti ni mtiririko wa matumizi ambao unayaweka kabla, ikiwezekana, kabla hujapata kipato chako ambacho unategemea kukipata. Ukiwa unafanya matumizi nje ya budget, maana yake bado unakuwa na tabia ya kufanya matumizi ya mahitaji ambayo sio ya lazima. Sasa jitahidi sana uweze kuishi kulingana na bajeti yako uliyoipanga. Njia ya 3, epuka makundi au mkumbo wa marafiki wenye matumizi mabaya ya pesa. Ujue unaweza kawa na bajeti yako nzuri, lakini kama una channel ya watu ambao mara nyingi wao pesa kutumia sio issue, wanatumia pesa kwa namna yoyote ile wanayotaka, iwe ya ulazima au sio ya ulazima, ni mkumbo ambao unakuwa unafanya matumizi ya hovyo sana ya pesa bila kuzingatia umuhimu wa matumizi hayo. Na mara nyingi unakuta makundi haya pesa zao wanazitumia kwenye ulevi na starehe nyingine. Sasa ukiwa na aina ya mkumbo wa marafiki wa aina hii, ni ngumu sana kuepuka matumizi yasiyo ya lazima, kwani utajikuta unashindwa kutimiza matumizi yenye tija na pesa yako unamalizia sehemu ambayo haina ulazima wote ule wewe kufanya matumizi hayo. So kitu kingine cha kufanya na cha kujitahidi ni kuepuka makundi au network ya watu ambao hawapo smart kwenye pesa. Hakikisha una watu smart ambao wanaishi kwa tija, wanafanya matumizi kwa tija, wanaishi kwa budget na kufanya matumizi ambayo ni ya maendeleo zaidi na sio ya hisia. Lakini njia ya 4, tumia kanuni ya siku 30. Ujue kabla hujafanya matumizi, ili kujua kama hitaji hilo ni la lazima au sio la lazima kwako, jitahidi kupima kwa siku 30. Jipe siku 30 ya kutathmini kile unachokihitaji. Ukikuta siku 30 zimeisha na bado unahitaji, basi tunaweza kusema kwa namna moja ama nyingine hilo ni hitaji la lazima. Lakini ukikuta siku 30 zimeisha na umelisahau na umepotezana nalo kabisa, ujue hilo ilikuwa ni mahitaji tu ya hisia, ni mahitaji tu ambayo ilikuwa sio ya lazima. Mahitaji sio ya lazima ni yale ambayo hata usipofanya hamna kinachoharibika, maisha yanaendelea kama kawaida. Sasa siku 30 ni njia nzuri sana ya kujua kama hitaji hilo unaotaka kulifanya ni la lazima au sio la lazima kwako. Jitahidi kutumia njia hii ili kuepuka matumizi haya mengine ambayo sio ya lazima kwako.
Lakini njia ya 5 ni kuwa na nidhamu ya fedha. Nidhamu ya fedha ni tabia ambayo inajengwa na sio tabia ambayo unaweza kuijenga ndani ya siku moja au 2. Ni tabia ambayo inahitaji mfululizo wa mazoea fulani. Ili kujenga tabia hii, hakikisha unaanza taratibu kujijengea utaratibu fulani wa matumizi yako ya pesa. Kama hawezi kufuata bajeti ya matumizi unayoyapanga, anza kujitahidi, weka bajeti iwe ya mwezi au ya wiki, na jitahidi kupractice mazoea ya kufuata bajeti unayoiweka kwenye matumizi yako ya pesa. Na hapo ndo tunaanza kusema unaelekea kujenga utaelekea au utaanza taratibu kujenga tabia yako ya nidhamu ya fedha. Ukishakuwa na nidhamu ya fedha, itakurahisishia wewe kuweka kipaumbele kwenye mambo yenye tija na kuachana na mambo ambayo siyo ya lazima na matumizi ambayo ni ya mkumbo na ni ya hisia tu. Kwako unayenisikiliza na unayotizama video hii, elimu ya fedha ni safari ndefu. Elimu ya fedha ni hitaji kubwa sana katika jamii. Unapaswa kujitrain kwa vitu vidogo vidogo vinavyohusiana na fedha ili kufikia malengo yako. Ujue ukishindwa kufikia malengo yako, maana yake kuna tabia unazozifanya ambazo zipo tofauti na nidhamu ya fedha. Mimi naamini ukiwa na nidhamu ya fedha, kuna mambo ya muhimu utayafanya na utaona hatua ndani yake. Basi kwa leo naishia hapo. Hizo zilikuwa ni njia 5 za kuepuka matumizi ya pesa yasiyo ya lazima. Asante kwa kunisikiliza. Endelea kuwa karibu na Kipato Digital TZ. Ni channel ambayo inakuletea video za kuelimisha zaidi kwenye masuala ya pesa na fedha kwa ujumla. Kwa hiyo kwa karibu, kama ulikuwa hauja subscribe, hakikisha una subscribe channel hii na kubonyeza alama ya kengele ili usipitwe na posti zote ambazo zinapostiwa kwenye channel hii ya Kipato Digital TZ. Asante kwa kunisikiliza, tukutane posti ijayo.